katika milima na mabonde ya Lebanon. Mnamo tarehe 5 ya mwezi Oktoba mwaka 1993, alizaliwa binti mmoja wa kupendeza sana, aliyepewa jina la Stephanie Atala. Toka akiwa mdogo, alionekana kuwa na kitu cha kipekee, si tu uzuri wa sura, bali uzuri wa ndani, ule wa mtu anayezaliwa akiwa na ndoto. Alikulia katika jiji lenye tamaduni tajiri na historia ndefu, huku sauti za Kiarabu, Kifaransa na Kiingereza zikipamba maisha yake ya kila siku. Lakini zaidi ya lugha hizo, kulikuwa na lugha nyingine aliyoiweza vizuri. Stephanie alipanda jukwaani kwa mara ya kwanza, si kwenye sinema kubwa, bali kwenye matangazo ya televisheni ya watoto. Huko, sauti yake nyororo na macho yake yenye hadithi yaliwavutia wengi. Alipokuwa msichana mdogo, hakucheza na marafiki tu, bali alitengeneza hadithi. Alivaa kama malkia, alilia kama yatima na kucheka kama mpenzi wa kweli. Ndani yake kulikuwa na msanii aliyekuwa akisubiri muda wake. Miaka iliposonga, Stephanie hakuridhika na kipaji chake tu. Alijiunga na ACADMIE, Libanese des Beaux-Arts, chuo maarufu cha sanaa nchini Lebanon, ambako alihitimu kwa heshima mwaka wa 2014. Hapo ndipo ndoto yake ilianza kuchukua sura kamili. Aliigiza kwenye michezo ya jukwaani, sinema fupi na filamu mbalimbali, kila wakati akizidi kuwavutia watazamaji kwa uwezo wake wa kubeba hisia nzito ndani ya tabasamu moja tu. Lakini haikuwa hadi miaka mingi baadaye, wakati Stephanie alipokuwa katika kilele kipya cha taaluma yake, ndipo alipokutana na nafasi ambayo ilibadilisha maisha yake milele, nafasi ya Faye katika tamthilia ya Kristo. Kuzaliwa kwa Faye. Faye hakuwa msichana wa kawaida. Alikuwa binti wa hali ya chini, aliyelelewa kwa upendo na mama yake, lakini maisha hayakuwa rafiki kwake. Katika tamthilia hiyo, yenye majonzi, mapenzi na vita ya matabaka, Faye aliletwa ndani ya jumba la kifahari la familia ya Karam kama mfanyakazi, bila kujua kwamba maisha yake yangekuwa katikati ya mzozo wa mali, chuki na mapenzi ya kweli. Stephanie alivaa ngozi ya Faye kwa namna ambayo hata kamera zililia kimya. Kila mara alipojificha kona kulia kwa siri, alipojitahidi kuzuia machozi mbele ya Alia, au alipojikuta akivutwa kwenye mapenzi ya Jawad, Stephanie hakuwa tena mwigizaji, alikuwa Faye mwenyewe. Watazamaji walimpenda. Katika nchi zaidi ya 16, kupitia jukwaa la Shahid, jina la Faye likawa kama doa la nuru kwenye moyo wa kila msichana aliyewahi kupigania heshima, mapenzi na nafasi ya kuishi ndoto yake. Baada ya Kristo, Stephanie hakuwa tena yule binti aliyewahi kuigiza kwenye matangazo ya utotoni. Aligeuka kuwa ikoni ya sanaa ya Kiarabu. Watu walimwona kwenye mitandao, kwenye jukwaa, kwenye mikutano mikubwa ya kimataifa.